Hii ni sehemu ya 17 msikilizaji. Tulipoishia sehemu ya 16 inaonyesha kwamba Hamza ni kwamba tayari yeye yupo serious kutokana na jambo ambalo liko mbele yao yeye na Regina, yani yupo serious kwenye masuala ya ndoa. Na anataka kutimiza kile ambacho bibi yake Regina anahitaji kitimize. Sasa Regi mara baada ya kuona Hamza ni kama yupo serious kwamba anamchukulia kama mke wake, Regi anasema ya kwamba naomba usikize kwa makini. Hatutaachana mpaka niweze kuishikilia kampuni kwa asilimia kubwa. Hivyo naomba usiwaambie watu chochote kuhusu ndoa yetu. Una uhuru wa asilimia 100 ya kutafuta mwanamke unayempenda na hata kuanzisha taratibu za ndoa. Ikifikia muda wa ndoa, nipo tayari kwenda kubatilisha hiki cheti. Hamza kaja kuuliza, na maana Regina, unamaanisha nini kuongea hivyo? Regi akasema, kipi ambacho leo Hamza? Sina mpango wa kuwa mke wako kabisa. Haiwezi kutokea kisia nikakubali kuwa mkeo. Afu kitu kingine, unaweza kutangulia nyumbani au kazini. Nitakaa kidogo na bibi, kwa hiyo usinisubirie. Kwa baada ya Regi kuongea hivyo, aligeuka kauzu na kisha aliingia ndani akimwacha Hamza. Hamza akafikiria akasema kwamba yani hii ndoa ningeililia kama kweli naitaka, lakini Regina nipo kazini, utanisamehe. Sasa Hamza na maanisha nini kusema yupo kazini? Tusonge mbele. Hii ni sehemu ya 17, langu jina Lucas Lumbos. Tafadhali sana kama bado hujasubscribe, fanya hivyo basi maisha yaweze kwenda mbele. Yes, comment, like and share. Utakuwa umetisha sana rafiki yangu ama mwanafamilia. Sasa upande mwingine, katika moja ya hospitali ya jeshi, alionekana afande Nobet akiwa amelala kitandani huku uso wake ukiwa umepauka. Timu yake ilikuwepo ndani ya chumba alicholazwa na walimwangalia kwa hali ya huzuni sana. Saa moja akasema ya kwamba, Captain, ina maana ndio tunakwenda kuachana na hii mission? Captain akasema, mnapaswa kuelewa sisi ni wanajeshi kabla kwa polisi, na yote ni kwa ajili ya kuikamilisha hii mission. Acheni kuwa kama walinzi. Kuna watu wanamfuatilia Hamza kwa karibu. Basi baada ya kuongea hivyo, sauti iliweza kusikika kutoka mlangoni kusema ya kwamba Nobet haina haja ya kuendelea kumfuatilia Hamza tena. Baada ya sauti kuongea hivyo, wote walijikuta wakikakamaa kwa mshangao wakimwangalia mwanaume aliyevalia gwanda za jeshi la ulinzi akiingia. Alikuwa na veo ambavyo vilikuwa vimechafuka begani kwake, yani bega limechafuka kwa vyeo. Hakuwa peke yake, alikuwa ameongozana na wanajeshi wengine wawili. Sasa Nobet akasema, "Hey, Captain Mdudu." Anaongea Nobet kwa mshangao, ni kama hakutegemea kumuona Mdudu ndani ya hilo eneo. Afande Mdudu alikuwa ni captain wa kikosi namba 2 kutoka kitengo cha uchunguzi cha Malibu. Msikilizaji, moja ya sababu kubwa ambayo ilimfanya Mdudu kuheshimika jeshini mpaka kupewa nafasi ya kukaa pamoja na wakubwa ni kutokana na kwamba ndio mwanajeshi ambaye amepanda vyeo akiwa na elimu kidogo. Yaani kwa lugha nyepesi, ndio mwanajeshi aliyepanda vyeo bila kutegemea elimu zaidi ya mafanikio yake ya kijeshi. Sijui tutakuwa tumeelewana hapo. Kwa hiyo alionyesha uhodari wa namna yake kipindi alipokuwa katika mpango wa Umoja wa Taifa wa kulinda amani nchini Sudan na Kongo. Mara nyingi Malibu wanafanya uchunguzi wao kupitia jeshi la polisi. Kwa hiyo Nobet alikuwa ni mwanajeshi wa kitengo cha Malibu ambaye anaongoza timu namba 1 aliyepandikizwa ndani ya jeshi la polisi. Hivyo alikuwa akipokea maagizo kutoka kwa mkuu wa polisi na pia vile vile alikuwa akipokea maagizo kutoka kwa mkuu wa kitengo cha Malibu. Umeelewa? Sasa Mdudu akasema ya kwamba tumepewa maagizo ya kuja hapa. Kuanzia sasa kikosi namba 2 ndio kitaongoza mission ya kumchunguza Hamza. Operation mlizofanya nyie kama kikosi cha kwanza hazijawaridhisha viongozi. Kwa hiyo mnaweza kuendelea na taratibu za kawaida kama polisi. Nobet akasema, nini? Mbona niliwasiliana na mkuu mwenyewe na hajaniambia kuhusu hili? Nobet akaambia, kwa hiyo Nobet, nini ambacho waamini? Angalia karatasi, kuna sahihi ya mkuu wa kitengo. Aliongea akimrushia karatasi kwenye kitanda, na kweli kulikuwa kuna sahihi bwana. Sasa Nobet akasema ya kwamba, yani kwa nini mnataka tuwaachie hii kesi kwenu? Bado sisi hatujakamilisha kumkamata Hamza, lakini vile vile hatujafanya kosa lolote. Mdudu akasema, Nobet, licha ya kwamba wakuu wanasifia uwezo wako, lakini kwangu nakuona kama mjinga.
Hivi kwa nini kujiuliza, licha ya afande mwenye cheo kikubwa kama afande Yowe kuuawa, lakini bado viongozi wakakuambia uachane na Hamza? Lakini angalia ulichokifanya, ukajaribu kumkamata na sasa upo hapo hospitalini. Viongozi hawakuridhishwa na namna yako ya kukosa utiifu na wamesikitishwa sana na hili. Ndio maana tumepewa jukumu la kumchunguza Hamza na kumjua kwa undani. Nobet akasema, nimefanya vile kama polisi. Mimi sikuwa na haja ya kumwangalia mhalifu anafanya anavyotaka. Aliongea Nobet na kumfanya Mdudu kutoa tabasamu la dharau. Sasa Kiombo akasema, sisi tulichokifanya ni kujaribu tu uwezo wake kwa kumtishia kumkamata. Timu namba 2 mnataka kuchukua credit zetu wakati mission inaendelea vizuri. Mdudu akauliza, Nobet, wewe ndio uongee. Unadhani tunakuibia sifa zako? Captain Nobet akasema, Kiombo kaa kimya. Aliongea Captain Nobet na kumfanya Kiombo kunywea. Sasa kuna mwanajeshi ambaye alikuwa nyuma ya afande Mdudu. Aliongea kwamba, Nobet, una timu na watu viraza Alizuiliwa asiendelee kuongea, maana angeibua ugomvi. Basi Mdudu akasema, Nobet, uliwaambia viongozi kwamba hisia zako zinakuaminisha Hamza ndio muuaji anayeua wanawake ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini kwa nini umeshindwa kujiuliza swali jepesi? Kwa nini bounty hunters kutoka Samar wamesafiri kutoka Filipino mpaka Tanzania kwa ajili ya kumtafuta Hamza? Nadhani unajua vizuri hawa wawindaji hawatumiki sehemu ambayo haina hazina. Nobet akauliza, ni hazina gani ambayo Hamza anashikilia? Aliuliza Nobet kwa sasa kidogo akiona ni kweli kuna mahali amekosea. Mdudu akasema, una haja ya kuuliza maswali. Tokea mwanzo ulikuwa ukitafuta tu kitu sehemu ambayo sio sahihi. Lakini usijali, mimi na timu yangu mapema tu tutaweza kujua ni kitu gani wale wawindaji wamekijia Tanzania. Na ndio namna tutakavomjua Hamza kwa undani zaidi, na hakuna atakayepata majeraha kama yako. Mara baada ya Mdudu kuongea hivyo, aliwapa ishara wenzake na kisha waliondoka. Saa 2 kamili usiku, Hamza alikuwa ndani ya eneo la Kijichi akilisogelea lango la kuingia katika mgawa wa Dina. Mara baada ya kuingia, aliweza kuona Mercedes Benz C-Class ikiwa imeegeshwa na Lawa alionekana kuilinda gari ile. Hamza alikuwa hapo kwa ajili ya kutii wito wa mrembo Dina mara baada ya kumpa agizo la kufika hapo bila kukosa. Lawa akasema, bro, umewahi mno bana, ungenipigia simu nije kukuchukua kabisa. Lawa aliongea kwa bashasha. Hamza akauliza, mbona hii gari ipo hapa? Dina anapanga kutoka nini? Lawa akasema, ndio anaelekea klabu. Hamza akasema, klabu? Lawa akasema, ndio, kila mwisho wa mwezi vigogo na watu wazito hukusanyika katika klabu moja. Yaani ni kama tukio maalum tu. Kwa hiyo sio lazima kwenda, lakini kutokana na kwamba wengi ya wanaohudhuria ndo wateja wetu wakubwa, kwa hiyo haina jinsi kwenda. Aliongea Lao. Sasa muda huo wakati wakiongea, Dina aliweza kutoka akiwa amevalia amependeza sana. Nilijua utachelewa. Unajua siku kwenye mudi nzuri, ndio maana nimekuja, japo sipo kwenye mudi nzuri. Nimeambiwa naenda klabu, nitakusubiria mpaka utakaporudi. Wewe mimi nikwambia uje leo kwa sababu nataka unisindikize. Lakini hujaniambia ni klabu aina gani sasa? Mimi nitakwambia tukio tunaelekea huko. Ingia kwenye gari kwanza. Umesema una mudi, klabu ndio sehemu itakayokufaa. Aliongea huku akitangulia kuingia ndani. Hamza alishia kutingisha kichwa tu na pale pale aliona sio mbaya. Kutokana na mudi yake kuwa mbaya, ni heri tu kidogo akapunguze mawazo kwa klabu. Sasa Hamza akiwa ndani ya gari pamoja na Dina, alimwambia kila ambacho kimetokea mpaka namna alivyojiandikisha na Regina na kuwa na ndoa kisheria. Japokuwa Dina alikuwa ni mtulivu wakati wa kumsikiliza Hamza, lakini mara baada ya kusikia Hamza alikuwa amesajili ndoa na mwanamke mwingine, alijikuta akishikwa na huzuni. Lakini hata hivyo, aliona haiwezekani yeye kuja kuwa mke wa Hamza, kwani hakuna vigezo hivyo. Kwa hiyo kwanza sivyo utakuwa chini ya ulinzi wa mke wako. Na kuwa ngumu kwetu kuonana, si ndio? Yaani sijui mimi Dina nimekosea wapi tu katika ulimwengu jamani. Aliongea kumfanya Hamza sijue alie ama acheke. Unajua hapo ndipo unapokosea. Kasema licha ya kuandikisha ndoa, ni harakishe kutafuta mwanamke na atachana na mimi baada ya nafasi yake katika kampuni kuimarika.
aliongea Hamza. Dina mara baada ya kusikia hivyo alijikuta sasa akimwonea huruma na kumdharau kwa wakati mmoja Regina. Unajua Regina ni mwanamke asiyejua ana bahati kiasi gani, lakini anachezea. Kuolewa na mtu kama wewe ni zaidi ya faida ya vizazi na vizazi. Dina, huwezi kurahisisha mambo. Kwa nafasi yake huwezi kumlaumu. Yeye sio kama sisi tuliozoea kuona damu. Nadhani baada ya kugundua nimeua mtu jana, ameona hata swala la kuandikisha ndoa ni kama amekurupuka. Aliongea Hamza, lakini upande wa Dina alimuona Hamza kama anatafuta tu sehemu ya kulalamikia. Mimi naona unafikiria sana, sio kaida yako. Kwa haraka unaonekana kumpenda. Hivi ni kitu gani cha pekee ambacho kimekuvutia kutoka kwake? Umeshaanza sasa kujiinganisha sana. Hebu acha kufikiria mbali. Kwangu mimi wewe ni mtu muhimu sana ambaye mimi siwezi kupoteza. Regina sijafahamiana naye kwa muda mrefu, na kuna uwezekano pia naweza nisiendelee kuwa naye muda wote, lakini angalau unajua wewe huwezi kunikimbia. Sawa. Ila acha sasa kufikiria masuala ya Regina. Mimi nakupenda pia. Na muda wote atazielewa hisia zako. Lakini pia hata hisia zake pia atazielewa. Leo ngoja basi ukapotezee mawazo yako club huko. Hivi kwanza tunaelekea club gani? Tanganyika Club, ushawahi kuingia? Bado. Naiona gatu lakini sijawahi kuingia. Sasa Tanganyika Club ni moja ya club ya kifahari sana hapa nchini, yenye kila aina ya starehe. Kuna hadi sehemu ya kujifunza kutumia bunduki halisi kulenga shabaha. Kiingilio cha chini kwa mwezi ni milioni 35. Na pia lazima upendekezwe na mwanachama. Kwa hiyo wanaoingia humo ni wa hadhi ya juu mno. Yaani mbona kama unapanga kunipeleka kulenga shabaha na bunduki? Ni mpango wangu pia. Unajua nimekuona mara kadhaa ukipigana, lakini sijawahi kukuona ukitumia bunduki. Nataka nione kama unanizidi. Dina, unajua unazidi kuwa tofauti na wanawake wa kawaida kutokana na hobi zako. Kwa hiyo unamaanisha upendi? Kama ndivyo turudi tu sasa. Aliongea Dina, na Hamza alishia kutingisha kichwa chake kukataa na kuendelea kuendesha gari. Dakika kadhaa mbele waliweza kufika posta na kuingia kwenye jengo kubwa ambalo halijaenda sana hewani. Ilikuwa limejengwa kwa kuigiza muundo wa meli. Sehemu hiyo ndio ilikuwa ikipatikana klabu na hoteli maarufu ya matajiri ya Tanganyika. Licha ya klabu hii kuwa ndani ya Tanzania, lakini ni 10% tu, pengine pungufu zaidi ya walioingia ndani ya klabu hiyo kuwa wa Tanzania. Yaani ukiachana na kwamba matajiri wa kibongo huingia ndani ya klabu hiyo, ila ni wachache sana raia wengi wa kigeni ambao walikuwa kiingia nchini kwa ajili ya kufanya anasa lazima wafike katika hiyo klabu. Ilikuwa ni maarufu Afrika Mashariki na Kati yote. Taarifa ambazo hazikuthibitishwa, ilisemekana inamilikiwa na familia moja ya kitajiri kutoka Scotland maarufu kama Keswick. Kupitia aseti zao ndani ya Mandarin Oriental Luxury Hospitality, uwekezaji huo mkubwa ulitekelezwa kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Mgweno. Sasa mara baada ya kuingia ndani ya lango la hoteli, Hamza alikabidhi funguo kwa valet, na kutokana sana Dina pia kuwa mmoja wa wanachama ndani ya klabu hiyo, alikuwa akiruhusiwa kuingia na rafiki. Sasa mara baada ya kuingia katika korido ndefu, Dina alikunja kulia kwake na kuhamia katika korido nyingine, na hapo ndipo Hamza alijua ni kipi kinaendelea. Ndani ya eneo hilo kulikuwa kuna skrini zilizofungwa ukutani kama TV, na zilikuwa zikionyesha kila aina ya bunduki inayopatikana kwa ajili ya kulenga shabaha. Kila mtu alikuwa na starehe yake, na hili lilizingatiwa ndani ya hoteli hiyo. Wengine starehe yao pengine ni kuzima shauku zao katika matumizi ya silaha, na sio kuishia kuziona kwenye filamu tu. Na hiki ndicho kilichokuwa kikipatikana ndani ya klabu hiyo. Yaani ukitaka kuwa mdunguaji ama kujifunza kuwa mdunguaji, basi hiyo ndio sehemu yenyewe. Kwa hiyo unaweza kwenda msikilizaji. Ukishamaliza kusikiliza hii simulizi, nenda. Upande wa Hamza, kila bunduki aliyoweza kuona alikuwa ameshaitumia. Hivyo ni kama hakuwa na ile shauku kubwa. Ghafla tu sauti ya kiume iliita kutoka nyuma yao ikisema Dina, na kuwafanya wageuke. Alikuwa ni bwana mmoja mwenye muonekano wa kipole aliyevalia suti nyeupe pamoja na miwani. Akauliza, huyu mwanaume ni nani? Usiniambie ndio boyfriend wako? Aliongea mara baada ya kuwakaribia, na
Alimwangalia Hamza kwa macho yasiyokuwa na ishara ya urafiki. Alikuwa hajapenda kabisa namna ambavyo Hamza na Dina walivyoshikana mikono. Dina akasema, Robert, umekuwa na shauku ya kumjua. Huyu sasa ndio mpenzi wangu. Aliongea Dina na kisha alimtambulisha Hamza. Dina akasema, Hamza, huyu ni Robert, mtoto wa Elias, mheshimiwa rais anayemaliza muda wake. Ni mbunge na msimamizi mkuu wa mahoteli yote ya Tanganyika. Okay, hello Mr. Robert. Aliongea Hamza na kunyosha mkono kusalimiana naye. Sasa Robert akasema, sijaona ubora wowote uliokuwa nao tofauti na mimi. Ukiachana na muonekano wako wa kuchanganya rangi. Nimemfuatilia Dina kwa mwaka sasa, lakini kila siku ananikataa. Nataka kujua ni kipi ambacho kinakufanya kuwa bora zaidi yangu. Sijajua anachonipendea, lakini labda ni kwa sababu tu mimi ni handsome zaidi kuliko wewe. Aliongea na kumfanya Dina kumpiga Hamza na kiwiko, akimwambia atulie. Jamaa akasema, iwezekane kinachokubeba ni huo tu muonekano wako wa kuchanganya rangi, lakini kimavazi na kila kitu nimekuzidi. Okay, labda ni kwa sababu namridhisha kwenye 6 kwa 6. Unajua wanawake hawajawahi kueleweka wanachopenda kwa wanaume. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Dina akamwambia, wewe hebu acha kuongea bwana, unamaanisha nini? Dina hakutaka Hamza aendelee kuongea, maana alijikuta sasa akishikwa na aibu kwamba mwanamke ajua anachotaka. Unaweza kumpa pesa kumbe umfikishi kitandani. Unaweza kumfikisha kitandani kumbe una pesa. Kwa hiyo Robert akasema, Dina, kwa hiyo ndio sababu ya kunikataa? Kwa nini usingeongea tu? Mimi niko vizuri pia kwenye 6 kwa 6. Na kama usingeridhika, mimi ningetumia hata mkongo kwa ajili yako. Dina akasema, Robert, usimsikilize Hamza, nakutania tu. Mimi sijakukataa kwa sababu huna vigezo, ni kwa sababu tu kazi yangu haendani vyema na kazi yako pamoja na babako. Kwa hiyo sidhani pia kama natosha kwako. Afisitoshe, hili ni swala la kisia zaidi. Robert akasema, hilo sio tatizo Dina. Mimi nikupenda siku ya kwanza tu nilipokuona ndani ya mgawa wako. Dina akasema, Robert, naomba unisamehe, lakini sitaki kuendelea na haya mazungumzo mbele ya Hamza. Aliongea Dina na kumfanya Robert kuonekana kutoridhika, hasa alipomwangalia Hamza. Upande wa Hamza, aliona huyo bwana anafurahisha. Alikuwa ni kama mtoto ambaye amekasirika baada ya kunyimwa hitajio lake. Karba ambayo kwa bahati mbaya haikuendana na Dina kabisa. Sasa muda huo wenza wengine waliingia ndani ya eneo hilo na kufanya Hamza kuwashangaa baada ya kuwajua. Alikuwa ni Boss Side, nadhani unamkumbuka mkurugenzi wa Vodacom Tanzania, aliyeambatana na Salma. Alafu hapa naombeni muelewe, sio Vodacom ni Vodacom. Kwa kuna Vodacom na Vodacom. Huyu Side ni mkurugenzi wa Vodacom Tanzania, aliyeambatana na Salma ambaye alidhalilika mbele ya Felin wa kampuni ya kimavazi ya Zara. Ndio kwa namkumbuka. Sasa Side akaita, Mr. Hamza. Hamza akasema, bwana Saidi, kumbe na wewe ni mhudhuriaji hapa. Aliongea Hamza huku sasa akitoa tabasamu la utulivu. Salma akasema, Side unamfahamu? Aliongea Salma akijifanyisha hamjui Hamza. Side akasema, ndio namfahamu, mbona kama na wewe unamjua? Aliongea Saidi na kumfanya Salma mwili wake kukakamaa. Alihitaji kujizuia kadri awezavyo asije kuongea upuuzi kama wakati ule. Salma akasema, ndio nifahamiana naye katika harakati za kazi. Robert akasema, hivi kumbe mnafahamiana naye? Okay, Hamza, huyu ni Side rafiki yangu. Salma ni mpenzi wake na rafiki yangu pia. Aliongea Robert na kumfanya Hamza kuisha kujisemea Side hakuonekana mzembe. Salma alikuwa mwanamke metawi pia na ni mrembo, na kwa kumwangalia tu ilionekana Salma ndio kapenda zaidi kwa Side. Basi Salma akasema, Robert, si ulisema ulimfukuzia Dina kwa zaidi ya mwaka? Ina maana huyu ndio mtu aliyekuibia? Aliongea Salma hakukoma tu. Sasa hata kwa Side aliweza kuona ukaribu uliokuwepo kati ya Dina na Hamza, na alizidi kujawa na hisia mchanganyiko. Siku ile Priscilla alimtambulisha kama mpenzi wake, lakini leo hii Hamza yupo na Dina. Wanawake hao wote kwake ni ngumu kuwapata licha ya cheo chake kazini. Sasa akasema kwamba Salma haina haja kusema hivyo. Bado sijakubali kumpoteza Dina. Lazima nimuonyeshe mimi zaidi ya Hamza. Aliongea Robert na muda ule sasa alimgeukia Hamza. Akamwambia kwamba si mmekuja upande huu kulenga shabaha na bunduki. Kwa nini tusishindane?
Kama kweli wewe ni mwanaume, tucheze pambano moja na atakayeshinda rasmi atatoka kimapenzi na Dina. Wewe Robert wewe. Asema naomba jeshim basi. Unajua mimi sio tuzo kwamba eti nitajikabidhi kwa yote anayeshinda. Hivi kwa nini unageuza kama kifaa? Dina, usinifikirie vibaya. Mimi nadhani utanipa nafasi angalau ya kukupigania. Kama wasemavyo, huwezi kuona ubora wa kitu pasipo ya kukiinganisha na kingine. Kwa mimi siwezi kukubali kushindwa bila ya kuijua sababu. Jamani, lakini mimi sitaki kushindana. Wewe sema tu hujui kutumia bunduki, acha kuzunguka. Dina kwanza hivi, ngoja nikwambie tu, Dina ni mwanamke anayeweza kulenga shabaha kwa kiwango kikubwa. Wewe unaweza vipi kwa mpenzi wake kama hata kutumia bunduki hujui? Najua, lakini mimi sitaki kushindana. Aliongea Hamza akionyesha ukereka. Robert akasema, kama unajua basi tushindane, acha kuwa mwanamke wewe. Jiamini bro. Kama nikishinda utachana na Dina, na kama ukishinda basi mimi nitaacha kumsumbua Dina. Unaonaje hapo? Robert, unajua huwezi kuzipangia hisia zangu nani wa kumpenda kupitia mashindano, umesikia? Aliongea Dina akionekana sasa kuanza kukasirika. Lakini Hamza alimzuia huku akitoa tabasamu lililojaa kejeli. Sio mbaya, muda mwingine wanaume kwa wanaume kushindana, japo kuwa sipendelei sana. Kama hili ni swala la kuonyesha nani mwanaume zaidi kati yetu, basi nipo tayari. Hamza kutaka kuonekana mdhaifu mbele ya Dina, hivyo alitaka kuonyesha kwamba Robert, yani alitaka kumuonyesha kwamba Robert nini maana ya kulenga shabaha. Asa Side na Salma walionyesha hali ya dharau kwa Hamza. Unajua jamaa kwa dharau anakudharau afu heshima baadaye. Walikuwa kimjua Robert Elias. Likija swala la kulenga shabaha, Robert Elias alikuwa ni fundi kuzidi hata wanajeshi wa vikosi maalum. Asa Salma akasema, Hamza upo tayari kushindana na Robert kweli wewe? Ngoja mpoteze bosi Dina kwa Robert. Unajua, hatujaanza kushindana lakini ushaanza kuleta dharau zako kama siku ile, si ndio? Aliongea Hamza na kumfanya Salma kupandwa na hasira. Bado alikuwa na kinyongo na Hamza kwa kumsababishia kukosa ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni yao ya S Corporation na Zara Group kwa Hamza kuleta habari zake za mshona nguo kutoka Ulaya. Sasa Hamza akasema, Dina usio na wasiwasi, mimi huwa sijawahi kushindwa. Aliongea Hamza akimtoa wasiwasi. Kuna watu Salma walikuwa wameshamsahau. Siku ile Salma alikutana na Regina, akakutana na Linda, akakutana na Hamza, akakutana na ule mzungu. Ndio Salma akaanza kujipambania kwamba yeye ndio anaweza kuchukua deal la kampuni. Baadaye ndio akaja kushtuka, hivi kumbe Hamza amevaa mavazi ya Kalama. Ndio huyu Salma sasa tunamwona hapa katoka naona wametoka date na nani na Side. Kuna dhani tutakuwa umekumbuka vizuri. Basi Hamza akasema, Dina usio na wasiwasi, mimi huwa sijawahi kushindwa. Aliongea Hamza akimtoa wasiwasi. Dina hakuwa na cha kumfanya Hamza kutokana na tayari ashafanya maamuzi. Licha ya kwamba alionekana kama anatania, lakini aliamini Hamza hawezi kufanya kitu ambacho hajiamini nacho. Hawezi. Sote kwa pamoja walisogea mpaka eneo la shooting range. Sasa Robert akasema, tutatumia bastola Smith & Wesson toleo la 3 yenye uwezo wa kuachia risasi ukubwa wa kaliba 45, kila mtu raundi 10, mita 50 kutoka kwenye shabaha. Tutashinda kwa kuangalia nani ana max kubwa. Aliongea Robert na kumfanya Hamza kuchukua bastola na kuanza kuipima uzito wake, na aligundua ilikuwa ni original kutoka kiwandani kabisa na sio fake. Na alijiambia hii hoteli sio ya kitoto, hii sio ya kawaida, hii hoteli. Eneo hilo bwana lilikuwa na soundproof kiasi kwamba hata ukifyatua bunduki sauti yake yani inamezwa na haiwezi kufika floor za juu kwenye makasino pamoja na vyumba vya kulala. Lakini pia bunduki nyingi zilikuwa na mfumo wa suppressor kwa kuweza kuzuia makelele. Okay, hakuna shida. Nani anaanza? Yoyote ule, mimi niko fresh. Sawa, kama ni hivyo anza. Anaongea Hamza. Na Robert hakujali zaidi ya kutoa tabasamu lililojaa kejeli, na alijaza bunduki risasi na kisha akaiweka katika usalama na kuanza kulenga shabaha za duara zilizokuwa mita 50 mbali. Yaani mita 50 ni sawa na mpira unapoanziaga mpira wa miguu unapotaka kucheza, pale unapoanzishia katikati pale. Goli hadi katikati ndio mita 50. Bahati mbaya kwako umenikuta nikiwa na hali nzuri ya kulenga. Alama hizi ni karibia na alama zangu za juu katika ulengaji. Kama utaamua kukata tamaa mapema basi mimi naweza kukuelewa. Alikuwa ameweza kulenga duara namba 8 na namba 7 kwa umbali wa mita 50. Ana uwezo wa kulenga kiganja cha mkono wa mtu ese.
Ni uwezo wa juu ambao mtu wa kawaida hawezi kufikia kabisa. Lazima uwe na mafunzo ya miaka mingi, maana msukumo wa nguvu unaokurudisha nyuma ulikuwa ni mkubwa mno. Afu bila kusahau bastola ambayo alikuwa anatumia ilikuwa ina mdomo mkubwa, hivyo kuwa na msukumo mkubwa, yani kuwa na karba. Asa Dina hata yeye aliingiwa na wasiwasi, licha ya kwamba uwezo wake wa kulenga shabani mzuri, lakini ilikuwa ni mara chache sana kufikia alama alizopata Robert kwa kufyatua risasi mara 10 mfululizo, na aliona Hamza anaweza simfikie. Hamza kuongea neno, na taratibu alichukua risasi moja moja na kuijaza kwenye bunduki. Ni kweli aliona Robert alikuwa na uwezo mzuri wa kulenga kwa kugusa duara namba 8 na 7. Wasiwasi wake mkubwa ni kupata maksi za juu kabisa ambazo sio za kawaida na kufanya hao watu kumshtukia. Si unajua tena, sometimes unajikuta tu fala mjinga ili watu waendelee kukudharau, lakini wewe unajua unachokifanya. Sasa Hamza baada ya kuwaza hivyo aliona kidogo aonyeshe binadamu kwa kujikosesha. Hamza alishikilia bunduki kwa mikono miwili kana kwamba alikuwa akimuigiza Robert, lakini kweli ni kwamba hakuangalia hata anapolenga. Kwa umbali huo aliona anaweza kupata maksi 100 hata kama amefumba macho yake. Sasa mara baada ya kukamilisha mizunguko 10, haraka sana Robert alibonyeza kitufe cha kuonyesha alama Hamza alizopata. 89888. Robert ajikuta akishikwa na hasira huku akisaga meno akiwa haamini macho yake. Samahani mkuu, nimeshinda. Wewe unaonekana kuwa na bahati sana wewe. Kwa hiyo bado hujakubali kama nimeshinda? Aturudie tena, tufanye iwe 2 kwa 3. Aliongea Robert akionyesha kutokukubali kushindwa. Lakini tulikubaliana atakayepata max kubwa ndio mshindi. Lakini sasa hivi unaanza kubadilisha sheria, Mimi siwezi kushindana na mtu ambaye anaenda kinyume na ahadi yake. Sio hivyo bwana. Msikilizaji, kilichomfanya Robert kukasirika ni kwa sababu alijua angekosa nafasi ya kuomba tena tunda kutoka kwa Dina. Salma alimwangalia Saidi na kisha alimgeukia Hamza na alionekana kuna kitu alichokiwaza. Sasa akasema kwamba mnaonaje tukifanya hivi? Kama marafiki, Saidi atashindana kwa ajili ya Robert. Akishinda tutafanya shindano la mwanzo ni suru. Aliongea sasa akishika mkono wa Saidi akiupangusa kwa mapozi. Sasa akasema kwamba Saidi naomba msaidie Robert. Naona kama haki haijatendeka. Aliongea hivyo, lakini Saidi alionekana kutokufurahishwa na alichosema Salma. Robert akasema hili ni wazo zuri sana Salma. Vipi, upo tayari kupambana na Saidi? Aliongea Robert sasa akimwangalia Hamza. Hamza akasema ina maana bado tujamaliza tu hili jamani, na mnataka tena? Mimi sidhani kama kuna faida yoyote. Aliongea Hamza, lakini Saidi alionekana kulifikiria lile wazo. Saidi akasema unaonaje tukifanya hivi? Kama nikishinda, yani pambano kati ya Hamza na Robert ni batili. Na kama Hamza akishinda, nitampatia $100,000. Robert, chukulia hiyo hela kama ufadhili wangu tu kwenye uchaguzi wa kutetea jimbo lako. Aliongea hivyo Saidi. Jamaa akacheka akasema Saidi, ndio maana nakubali sana rafiki yangu. Hili limepita. Hamza alijikuta akisha kutingisha kichwa kwa masikitiko. Ilionyesha Saidi alitaka kushindana naye kwa kiasi kikubwa mpaka kuweka rehani kiasi kikubwa hicho cha pesa. Basi Dina akasema kwa makini, Saidi uwezo wake wa kulenga shabaha sio wa kawaida. Ndio mwenye rekodi ya juu tokea kuanzisha kwa hii klabu. Huwa ashuki chini ya point 90. Aliongea Dina, lakini Hamza hata hakujali. Anyway, unaonekana kuwa na nia dhati kabisa kupambana na mimi. Hivyo sio vizuri kama nikikatalia. Tuanze mechi. Aliongea Hamza, na Saidi alitingisha kichwa na kisha alisogea na kuanza kuload risasi na kuanza kushoti. Hasa baada ya awamu 10 kuisha, Saidi hata hakujali kuangalia matokeo, kwani alisogea pembeni na kazi hiyo ilifanywa na Robert. Robert akasema Saidi, umevunja rekodi tena ise. Umepata point 98, umekosa 2 tu. Aliongea Robert, ikimaanisha amelenga kwenye duara namba 10 mara 8 na 9 mara 1. Salma akasema baby upo vizuri sana, ndio maana mimi nakupenda. Aliongea Salma akimwangalia Saidi na macho aliolegea. Dina alimwangalia Hamza na aliona ni ngumu kwa Hamza kuzidi hizo maksi 2 tu ambazo Saidi alikoswa. Saidi akasema unaweza kukubali kushindwa, hakuna atakaye kucheka. Aliongea Saidi.
Hamza aliona yupo kwenye hali ngumu na hawezi kuigiza tena. Isitoshe, iwe 99 au 100 hakuna ambaye anaona kama anadanganya. Usiwaze, ngoja nijaribu na mimi, aliongea Hamza, na kisha alisogea na kuanza kujaza bastola na risasi. Yani alijaza risasi kwa bastola na kisha alinua mkono mmoja wa kushoto na kuanza kupiga. Hakupumzika hata kwa sekunde, yani ilikuwa ni mfululizo tu kufyatua risasi. Dakika ambayo sasa Hamza aliweka bunduki chini. Kwa haraka sana Robert aliangalia matokeo, na mara baada ya namba nyekundu kuonekana, wote na Dina ambao walionekana kuwa na shauku, macho yaliwatoka. Huku Side na Salma wakimwangalia Hamza kwa mshangao mkubwa. Robert alisema 100. Robert alikuwa akiangalia namba hiyo kwa muda mrefu, kana kwamba alidhania macho yake yanamdanganya. Sasa Robert akauliza, wewe ni binadamu kweli wewe? Aliuliza Robert, maana hakuamini mfatano wa risasi zile zote zimegonga shabaha kwa 100%. Leo inaonekana na bahati sana. Aliongea Hamza akicheka, japokuwa watu wote waliokuwa wakimwangalia hawakuwa wajinga, lakini ilikuwa ni uhalisia. Hamza hakutumia uwezo wake wote. Asa Saidi akasema, kupoteza ni kupoteza tu. Ikitokea mtaalamu zaidi yako utaishia kushindwa. Hamza, nitajie namba za akaunti yako ya benki nikuingizie kiasi nilichokuahidi. Hamza akasema, potezea. Side, sisi si wageni kwetu bwana. Chukulia kama tulikuwa tukicheza tu. Aliongea hivyo Hamza akutaka kufanya mambo kwa magumu kwa Saidi. Sasa Side akasema, huwa mimi sichukuliki wepesi hadi zangu. Nikisema ni laki ni laki. Nimekubali kushindwa, hivyo usinifanye kwenda kinyume na ahadi. Salma akasema, baby mimi nitampatia mimi, usijali. Side akasema, haina haja. Salma alionekana kujutia kupendekeza shindano lile na kumfanya Saidi kuingia hasara, na aliona hasira ya Side kabisa. Lakini alipendekeza vile kwani hakuamini kama Hamza anaweza kumzidi Saidi. Hamza mara baada ya kuona Side anataka ukasirika, aliona asikatae hiyo hela. Sasa akasema, Dina, hebu mtajie akaunti yako ya benki ya kuingizia hela. Chukulia kama malipo ya siku zote nilizokula na kunywa bure kwenye mgawa wako. Dina akasema, hiyo pesa ni ya kwako bwana. Kwa hiyo sioni kama ni vizuri kuitumia kama malipo. Aliongea Dina, lakini hata hivyo alimtajia Saidi akaunti yake ya benki, na alichukua sekunde kadhaa, muamala ulisoma $250,000. Ijapokuwa aliahidi atalipia kwa dola, lakini alilipia kwa hela za Kitanzania. Na baada ya hapo alionekana hakuwa hata na mudi, kwa aligeuka na kuondoka na kumfanya Salma kumkimbilia. Side inaonekana kakasirika, sio kwa sababu ya kupoteza hela, ila ni kwa sababu ya kushindwa, aliongea Robert. Sasa Hamza akasema, wewe vipi hujakasirika? Siku nyingine unapaswa kutimiza wajibu wako wa kutumikia wananchi na sio kumsumbua mpenzi wangu. Robert akasema, nimekubali kushindwa bro. Kama nilivyoahidi nitatekeleza. Aliongea Robert, kisha alimsogelea Hamza na kumpatia mkono. Akamwambia Hamza, unaonaje tukishikana mikono kama ishara ya kuwa marafiki kuanzia sasa? Natumaini utamfanya Dina kuwa na furaha. Aliongea na kumfanya Hamza amuone kweli bwana huyo ni mwanasiasa. Lakini hata hivyo alishia kunyosha mkono kumkubalia. Upande wa maegesho ya magari, mara baada ya bosi Side kuingia ndani ya gari yake Audi R8, aliweza kumuona Salma akiwa ameshaingia tayari. Side kikauza akasema, shuka. Aliongea kikauza na kumfanya Salma kutia huruma. Salma akasema, Side jamani, naomba unisamehe mpenzi wangu. Mimi sikujua kama Hamza angekuwa na bahati kiasi kile, jamani, naomba usikasirike. Tibat, kuna bahati ya namna ile? Mtu kuweza kulenga shabaha eneo moja kwa mara zote 10 na unaongea upuuzi tu. Lakini sasa kwa nini upo hivi Side jamani? Kuna kingine tofauti na hiki kilichotokea jamani, Tumekuwa wapenzi kwa zaidi ya miaka 4 sasa na nimeamua kurudi kwa ajili yako. Lakini kwa nini kadri siku zinavyosogea unazidi tu kuwa mkali kwangu? Wewe kama unadhani mimi nimekuwa mkali kwako, basi rudi China ukaendelee na mambo yako bwana. Sikukwambia urudi kwa ajili yangu. Bwana mimi sirudi tena China. Mimi nimerudi ili tu nioe. Na nikasema nitakuoa. Hebu toka bwana kwenye gari yangu bwana kabla sikufanyia kitu kibaya. Wewe vipi bwana? Aliongea na kumfanya Salma kuzidi kuona Side anamkosea. Na alishuka kwa hasira na kuondoka, lakini hata hivyo Side hakujali. Mara baada ya kuingia katika gari yake, alianza kutafuta majina katika simu yake na kuweka sikioni ikionyesha kwamba anapiga simu. Sauti ya kike ilisikika kusema, Side, naona leo umepata muda wa kunipigia Side akasema, Lea, hebu acha maneno yako. Kuna kitu nataka unisaidie, nitakulipa hela. Lea akasema, yani kila unapoongelea hela ujue una stress yani. Niambie bana, ni kitu gani unataka nikusaidie? Side akasema, leo nimegundua siri ambayo Hamza anaificha. Nataka umwambie Priscilla. Aliongea Side huku akiwa na tabasamu lililojaa uovu.
Ni siri gani hiyo? Tutarudi baadaye kufahamu msikilizaji. Sasa upande mwingine, ndani ya makazi ya mrembo na daktari pia ambaye ni Frida Franklin, katika chumba cha master, alionekana mrembo huyo akiwa amejilaza na kukoroma kabisa. Alionekana alikuwa amechoka kwa namna alivyokuwa amelala. Taa kitandani ilionekana haijazimwa na pembeni yake kuna kitabu kilichokuwa kimefunguliwa, ikionyesha alipitiwa na usingizi wakati akiwa anasoma. Zilipita sekunde chache tu. Sasa muda ule hali ya hewa ya kile chumba ilibadilika. Ilikuwa ni kama upepo umeongezeka na kumfanya Frida kuanza kujinyosha kitandani. Sasa mara ghafla tu chumba kile kirudi katika hali ya utulivu wa hali ya juu na kumfanya Frida sasa kujigeuza na kulala chali. Lakini utulivu ule uliambatana na maajabu yake, kwani ghafla tu kilionekana kivuli kikitokea kwenye pembe ya chumba hicho. Alafu ajabu ni kwamba kifizikia, ili kivuli kitokee kinahitaji mwanga, lakini kivuli hicho kilitokea bila ya kuwa na chanzo cha mwanga. Kile kivuli kilikuwa na umbo la mtu, lakini kwa namna moja ama nyingine, kama ni mtu katika uhalisia, basi angekuwa akitisha kutokana na eneo lake la kichwa kukosa mpangilio mzuri. Sasa wakati Frida akiwa hana hili wala lile, mkono wa kivuli kile cha mtu wa ajabu ulinyoka. Yaani ni kama ulikuwa ukirefuka kutoka eneo kilipo mpaka kwenye kitanda. Mkono ule ukimlenga Frida katika shingo yake. Ghafla tu ni kama Frida alishtuka, lakini alianza kurusha miguu kama mtu ambaye amekabwa shingoni. Alijikuta akirusha miguu huku sasa akijitahidi kuvuta hewa. Lakini mwanamke mrembo huyo alionekana kushindwa kabisa kupambana na mkono ule wa kivuli cha mtu, na ulionekana ni kama umedhamiria kumuua. Frida alijikuta kadri sekunde zinavyoenda ndivyo ambavyo alikuwa akikosoa nguvu kutokana na kutokuweza kuvuta pumzi. Aliishia kurusha tu miguu huku akionekana muda wowote anakata roho. Frida alijua kabisa anakwenda kufa, na kifo chake kuja, yani kikitokea kinaweza kaja kuwa utata. Aliweza kuona kabisa kilichokuwa kimemkaba kooni ni kivuli, lakini hakuweza kufanya chochote. Kwa mtu wa kawaida unaweza kusema kwamba Frida alikuwa amepatwa na ukichaa au ugonjwa wa ajabu, lakini ukweli ni kwamba kuna nguvu iliyokuwa ikimkaba kupitia kivuli. Wale mnaokabwaga usiku naamini mnajua unakabwa lakini uone anayekukaba. Sasa wakati akiwa amekata tamaa, ghafla tu ule utulivu wa kile chumba ulitoweka. Ilikuwa ni kama upepo umeongezeka kwa kiasi kikubwa, na kufumba na kufumbua kivuli kile kilipotea na kumfanya Frida sasa kuanza kukohoa kwa nguvu. Yaani mpaka anakuja kutulia alijikuta sasa akishtuka mara baada ya kugundua kuna mtu mwingine ndani ya chumba chake aliyevalia joho la rangi nyeusi. Alitaka kupiga yowe lakini mtu yule alimpa ishara ya kutulia. Frida akauliza, "Wewe ni nani?" Aliuliza Frida kwa sauti ya chini, huku akiwa sasa ameshika shingo yake. Alikuwa amini kabisa ni kama ameweza kupona. Sasa akasema kwamba msimamizi wako na mlinzi wako mpya. Aliongea kwa lugha ya Kiingereza na kumfanya Frida kuchanganyikiwa. Frida akasema, "Sikuwa na msimamizi na mlinzi. Kwa nini unajitambulisha kama mlinzi wangu mpya? Nataka kujua unatokea wapi? Unatokea ni upande upi? Wiccan au sinagogu?" Aliongea Frida kwa sauti kubwa kidogo. Sasa yule mtu akasema kwamba, "Mimi ni alchemist kutoka makao makuu ya Wiccan. Nipo hapa kwa maagizo ya madam. Mlinzi wako wa zamani amepoteza maisha." Aliongea na kumfanya Frida kuzidi kuchanganyikiwa, lakini mara baada ya kusikia mtu huyo yupo hapo kwa maagizo ya madam, alipata ahueni. Akasema, "Mlinzi wangu wa zamani, unamaanisha mlinzi gani?" Akajibu ya kwamba aliyetaka kukuua amemuua mlinzi wako. Kuanzia sasa utakuwa chini ya ulinzi wa binadamu. Aliongea sasa akisogea karibu na mlango. Sasa Frida akasema, "Mimi nilikuwa na mlinzi kivuli." Akajibiwa, "Wewe ni wa muhimu sana kwa madam kuwasiliana na waumini wa ulimwengu wa nje ya kivuli. Kwa namna yote unapaswa kuwa salama." Frida akasema, "Kwa nini alitaka kuniua?" Aliuliza Frida sasa alikuwa akijua mtu ambaye alitaka kumuua ni kivuli au watu ambao wamepata umaarufu kwa jina la Night Shadow. Sasa yule mtu akasema kwamba, "Sina majibu kuhusu swali lako, lakini nina ujumbe kutoka makao makuu." Na huyo mtu alikuwa anaongea kama robot vile. Frida akasema, "Ujumbe gani?" Akajibiwa kwamba hakikisha anatumia mshumaa kurekodi ndoto zake, ndio utakuwa salama. Kadri atakavyoota bila ndoto zake kurekodiwa, mtiririko wa matukio utakosekana na mpango wote kuingia dosari.
Frida akasema, unamaanisha mtu akasema, hapana, sikutajiwa jina. Huu ndio ujumbe kutoka makao makuu unaopaswa kufanya kazi. Aliongea yule bwana. Frida alitaka kuuliza swali zaidi, lakini alijua asingepata majibu. Yule bwana aliyevalia joho la rangi nyeusi, mara baada ya kuridhika kwa kuona Frida alikuwa ameelewa, aliaga. Basi akasema ya kwamba wakati wote ukiwa katika hatari na kuhitaji msaada wangu, tamka neno Grishav, nitaitika wito wako. Aliongea pale pale bila Frida kujibu. Alinama chini na kufumba na kufumbua, alipotea. Frida alijikuta akiingia katika maswali mengi, na swali kubwa lilikuwa ni juu ya ule mshumaa. Alijua maelekezo yale yalikuwa kimlenga Hamza, lakini alishangaa mara baada ya kuambiwa Hamza anapaswa kutumia mshumaa ule ili kurekodi ndoto zake. Swali ambalo alijiuliza, inakuwaje mshumaa ambao alipatiwa na Dr. Ganesha kuwa na uwezo wa kurekodi ndoto? Kitu ambacho Wiccan walitaka iwe hivyo. Ina maana kuna mpango uliokuwa ukiendelea kati ya Dr. Ganesha na Wiccan kiasi cha kumkabidhi mshumaa wa nuru kwa ajili ya kumpatia Hamza. Sasa Frida ajiuliza, ni kitu gani ambacho kinaendelea yeye hakijui, na kwa nini amenusurika katika kifo? Alikumbuka kwamba asipofanikisha Hamza kutotumia mshumaa basi atakuwa hatarini, lakini swali lingine liliibuka, ina maana Hamza alikuwa akiota bila kutumia ule mshumaa? Kitu ambacho Frida alikuwa akijua ni kwamba mshumaa ule ulikuwa ni kwa ajili ya kumletea Hamza ndoto tu, ili kujua maisha yake ambayo ameyasahau. Hayo ndio alikuwa maelekezo kutoka kwa Dr. Ganesha, na hakuelezwa kwamba mshumaa ule ni kifaa cha kurekodi ndoto. Na alibaki anajiuliza, kama ni hivyo, ina maana kina rekodi vipi hizo ndoto? Yani ni sayansi ya namna gani ambayo imetumika? Hajikuta hata usingizi ukimpelea kabisa, licha kwamba alijihisi uchovu mkubwa. Hofu ilimvaa na hisia zake zilimwambia pengine anachofanya sio kuhatarisha usalama wake tu, bali anahatarisha na usalama wa Hamza. Frida akawaza ya kwamba sina jinsi kwa sasa, lazima nihakikishe Hamza anatumia mshumaa ili kuwa salama. Wakati nikitafuta majibu ya maswali yangu yote, lakini nitafanya nini kumfanya atumie mshumaa kama yeye mwenyewe haniamini vya kutosha mpaka kutumia? Hivyo ndivyo alivyokuwa akiwaza Frida. Sasa Hamza mara baada ya Side na wenzake kuondoka, alibakia na mrembo Dina. Wote wawili hawakuwa na ile mudi ya kwenda flow za juu kwa ajili ya kulewa vileo na kufanya starehe zingine kama kucheza kamari. Kitu pekee ambacho Dina alipenda ndani ya klabu hiyo ni kutumia silaha. Yaani kutumia silaha kulenga shabaha, na hata Hamza alikuwa akipenda kitu kama hicho. Yaani kwake hakuwa mpenzi sana wa vileo na kucheza disco. Walitumia zaidi ya lisali 1.5 kulenga shabaha kwa kutumia bunduki za aina mbalimbali. Sasa ilipotimia saa 5 kasoro, njaa zilikuwa zinawauma, na Hamza alipendekeza warudi Kijichi ndio akapate chakula huko, na Dina hakupinga. Sasa mara baada ya kufika Kijichi, chakula kiliandaliwa na wote wakaanza kula pamoja. Hivi, unaonaje baada hapa ukaangalia maendeleo ya vijana wangu? Unajua tokea siku ile ulivyowafundisha kiasi namna kucheza karate na kung fu, hukuwaona tena? Aliongea hivyo Dina. Hamza kipindi kabla kukutana na Regina alikuwa ameshawahi kuwafundisha vijana wa Dina mafunzo ya karate pamoja na kung fu mara moja tu, na hakuwahi kwenda tena kuwaona. Hamza akasema kuna shida, kuna kitu pia nataka kwenda kukifanyia mazoezi. Dina akasema kitu gani? Ni kuvuna nishati za mbingu na ardhi au kitu kingine? Aliuliza Dina, tena aliuliza kwa shauku. Alikuwa kijua Hamza na mafunzo ya kuvuna nishati za nguvu ya asili ya ardhi na mbingu, na alitamani kujifunza pia siku moja. Hamza akasema hautoelewa hata nikikwambia, ni kama maneno ya kutamka, nataka tu kuyafanyia majaribio. Basi baada ya kuongea hivyo, ukweli ni kwamba kitu ambacho alikuwa akienda kufanyia majaribio ni yale maneno ambayo Yones alimtajia wakati akiwa hospitalini. Nadhani utakuwa unakumbuka Ni siku ile wakati akifanya tahajudi, kwa kupitia yale maneno aliona sura ya mwanamke ambaye anamuona katika ndoto. Bado shauku yake juu ya tukio lile haikuwa imeisha, na alitaka kwenda kujaribu tena. Sasa baada ya kumaliza kula, Hamza alitoka akiongozana na Dina pamoja na Lawrence,
na kwenda katika ukumbi maalum ambao ilikuwa ni ukumbi ambao ni kama, tunaweza kusema kama ni eneo la mafunzo ya kimapigano. Hakukuwa na matumizi ya silaha. Ilikuwa ni sehemu ambayo watu wa Dina walikuwa wakijifunza namna kupigana kwa kutumia mbinu mbalimbali za sanaa mapigano. Eneo hilo lilikuwa likitambulika hata kwa serikali na lilikuwa lina kibali kabisa. Ni eneo ambalo lilijengwa katika mgawanyo wa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwa kufanya mazoezi ya kawaida tu kama gym na mazoezi ya boxer. Lakini pia kuna mazoezi tofauti na boxer, karate, judo nini. Afu pande mwingine ndio ulikuwa ni wa tahajjud. Katika sanaa mapigano, msikilizaji, tahajjud ilikuwa ni sehemu ya mazoezi kwa ajili ya kujua mwili wako ulivyo. Yaani ukifanya tahajjud kama binadamu, utajua wapi kuna udhaifu wako na wapi nguvu zako zinakaa kwa wingi na namna gani ya kushinda udhaifu wako. Si mnaonaga watu mtu amekunja miguu alafu anachinisha mikono hivi kama ni kushoto na kulia na nadhani tahajjud mnaijua. Sasa wale wanaofanyaga mnawaangalia tu. Hautaki hata kujifunza kwa nini mtu anafanya hivyo. Uje jaribu siku moja, msikilizaji. Kwa hiyo Hamza mara baada ya kuona vijana wa Dina wakichukua mazoezi, hairidhika. Aliweza kuona wengi walikuwa wamepiga hatua kwa kufuata maelekezo yake. Wengine kama mjui tahajjud, ingieni Google, andika tahajjud namna kufanya mazoezi ya tahajjud utaona. Sasa Lawrence aliuliza kwamba bro, unapanga kufanya mazoezi namna gani? Unataka kufanya tahajjud ama? Aliuliza Lawrence mara baada ya kumuona Hamza akichagua upande wa wanaofanya tahajjud. Dina na Lawrence siku zote walikuwa na shauku kutaka kumuona Hamza akichukua mazoezi, hivyo walimwangalia. Sasa Dina akasema kaa kimya Lau, acha maswali mengi. Aliongea Dina akimzuia Lau kutokumsumbua Hamza na maswali yake. Sasa kutokana na wale wanafunzi kumuona Hamza, na wao wote waliacha na kumpatia Hamza nafasi. Yaani kwao ni kama kuna kitu ambacho walitaka kujifunza kwa kumwangalia, ndio maana walisimama pembeni. Sasa wakati Hamza akiwa katika mkao wa kufanya tahajjud, huku midomo yake ikicheza, ghafla tu watu wote walijikuta wakikumbwa na msisimko wa ajabu. Yaani ilikuwa ni kama kuna kiumbe cha ajabu kimefika ndani ya eneo hilo na kuwafanya kuanza kushindwa hata kupumua vizuri, huku eneo ambalo Hamza alikuwa amekaa anga lake ni kama lilikuwa likitingishika. Sasa Dina alijikuta ni jasho la paji la uso likimtoka, huku akimwangalia Hamza kwa wasiwasi. Alipatwa na hisia kama vile Hamza amekuwa mfalme ghafla na yeye ni kijakazi wake. Sasa upande wa Hamza hakuwa hata akielewa kilichokuwa kiendelea kwa nje. Kama alivyotarajia, maneno yale yalikuwa ni kama anamuita yule mwanamke. Mara ya kwanza wakati alivyofanya kule wodini, alimuona kwa mbali yule mwanamke alivyokuwa na mlinzi wa Regina. Alimuona kwa mbali. Lakini wakati huo kadri alivyokuwa akiimarisha umakini wake wa ubongo wa kuzidi kuyatamka yale maneno, alimuona ni kama vile yule mwanamke mchawi anayemuona kwenye ndoto alikuwa akimsogelea kutoka angani kwa spidi ya ajabu. Zilipita kama dakika 4 tu, yule mwanamke aliweza kumuona kwa ukaribu zaidi. Lakini jambo ambalo lilimshangaza Hamza ni kitu ambacho alikuwa ameshikilia mkononi. Yaani kadri alivyokuwa akizidi kuongea yale maneno, mwanamke yule alizidi kusogea. Lakini ilifikia hatua ni kama hawezi kumfanya asogee zaidi. Na yule mwanamke ni kama alijua Hamza hawezi kumuita karibu zaidi. Na alichokifanya ilikuwa ni kunyoosha kile kitu alichokishikilia mkononi mwake. Na Hamza mara baada ya kuangalia vizuri, alijikuta akipagawa. Ulikuwa ni ule mshumaa ambao Frida alimpatia akimwambia umetoka kwa Dr. Ganesha. Yaani mshumaa wa nuru. Sasa Hamza alichanganyikiwa. Mshumaa wa nuru kwa nini upo katika mikono ya huyo mwanamke? Katika ndoto yule mwanamke alimuona kama mchawi ambaye anachoma moto baada ya kukamatika, lakini kwa nini akashika kitu cha nuru ili hali nuru na uchawi ni vitu vili tofauti? Yule mwanamke yani ni kama alikuwa akitaka Hamza amsogeze karibu aweze kushika ule mshumaa. Upande wa Hamza alionekana kusita kupokea ule mshumaa, na ule mwanamke ni kama aliliona hilo na alitamka neno kwa kunyanyua mdomo wake kwa juu bila kutoa sauti.
akihakikisha Hamza anasoma lipsi zake. Help me. Lipsi zilitamka neno help me, yani nisaidie. Ndilo neno ambalo aliongea huku sasa akimpa ishara Hamza kupokea ule mshumaa. Sasa muda ule Hamza aliacha kutamka ile maneno. Na kitendo kile kilifanya yule mwanamke ni kama vile yani kuna nguvu iliyokuwa ikimvuta na kuzidi kurudishwa nyuma mbali na yeye, lakini sasa bado hakuacha kumnyoshia ule mshumaa kama ishara ya kumwomba amsaidie. Sasa muda ule wakati sasa kila mtu akiwa ameloa jasho kana kwamba eneo lote limekumbwa na joto kali, Hamza aliweza kufungua macho yake huku sasa akionyesha hali ya kuwashangaa waliokuwa akimwangalia. Hamza akasema, nini kimetokea Dina, mbona upo hivyo? Aliuliza Hamza mara baada ya kumuona. Sasa Dina akasema, bado tu unapata muda wa kuuliza? Ina maana ni kitu gani ulichokuwa ukifanya? Aliuliza Dina na kumfanya sasa Hamza kuelewa kilichokuwa kiendelea. Licha ya yeye mwenyewe kuwa na wasiwasi, lakini alishia kucheka. I'm sorry. Hii ni mara yangu ya kwanza kujaribisha hiki kitu. Sikuweza kujizuia kile kinachonizunguka. Aliongea Hamza na kisha alipiga hatua kuondoka katika eneo hilo. Na wakati sasa wakianza kutembea ndio sasa waligundua paa la jengo hili lilitingishika sana, na kutokana sasa na mchwa kula ambao unga ulidondoka chini kwenye tiles, na kile walipokuwa akipiga hatua walikuwa akiacha nyuma alama za miguu. Sasa Hamza akasema, muda umeshaenda sana, nataka nirudi nyumbani. Sasa akauliza kwamba Hamza, ni mafunzo gani yale? Ni nguvu ya ndani au nishati ya mbingu na maji? Ilianza mbingu ikaja ardhi, alafu mbingu ikaleta maji na uhai. Hizi ni kanuni za mafunzo ya nishati za mbingu na ardhi, na ni kitu ninachoweza kufanya pia. Lakini kuhusu nilichofanya sasa hivi hata sijui ni kitu gani. Kama nilivyosema, nipo kwenye utafiti. Ina maana hata jina lake ujue? Ndio, ila kwa sasa nitaiita hii kama wito, kwa sababu ukifanya ni kama ni kuna kitu nakiita. Najua huwa haifurahishi kusikiliza pekee, aliongea Dina kwa macho yaliyojaa huzuni na shauku. Usiongee hivyo Dina, hiki ni kitu ambacho siwezi kukuruhusu ufanye kabla sijakipatia majibu. Nguvu yake ni kubwa kiasi kwamba ni kama sijakula kabisani, aliongea Hamza huku sasa kijisi ni mwenye njaa kali sana. Dina alimwambia twende ukale, na Hamza hakuwa na aibu ya kukataa kwani alikuwa na njaa. Nenge ilikuwa imemkamata balaa. Sasa muda huo hawakurudi kwenye mgawa, bali Hamza alienda mpaka alipo makazi ya Dina, mita kadhaa tu kutoka mgawa wake ulipo, na mfanyakazi aliagizwa kuandaa chakula. Na Hamza alikaa chini na kuanza kukifakamia huku Dina akimwangalia kwa macho yaliyojaa mahaba. Hivyo unajua nilishangaa baada ya mstaafu Mgweno kunipigia simu akisema eti Aisha. Kwa nini ndo kupigia simu? Anaweza kushangaa licha kwamba kwa nje inaonekana familia Benjamin ndio inataka Regina kuolewa na James, lakini upande mwingine ni mipango ya Mheshimiwa Mgweno. Unataka kumaanisha nini? Labda utakuwa ujue tu, ila kampuni ya Dosam ni kubwa Tanzania na inachangia zaidi ya 3% ya pato lote la taifa. Kwa hiyo imeshikilia uchumi wa nchi katika maeneo nyeti. Benki namba 1 ya kibiashara inayoongoza kwa Tanzania na Afrika Mashariki yote ni Dosam Commercial Bank. Huu ni kama utawala wa mzunguko tu wa fedha nchini. Hapa bado yani hujazungumzia masuala ya usafiri wa anga, mahoteli na usambazaji wa bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya majumbani. Unajua kabla Mheshimiwa Mgweno hajaingia madarakani, kampuni ya Zena ilikuwa ya kawaida tu kulinganisha na Dosam, lakini baada ya Mgweno kuingia madarakani, yani ilikuwa ni kwa spidi hali ya juu, na yote ilikuwa ni uwekezaji mkubwa ambao mheshimiwa alifanya kwa kuiba hela za wananchi. Dina, kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba kampuni ya Zena inamilikiwa na mheshimiwa mstaafu Mgweno? Kwa asilimia zaidi ya 49. Yaani ukifuatilia wanahisa wa kampuni ya Zena utagundua wengi wanaomiliki hisa hizo ni kampuni kutoka nje ya nchi. Hasa ukifuatilia kampuni hizo nje ya nchi utagundua kwamba ni kampuni ambazo zimepewa haki kisheria kumiliki hisa hizo na kampuni nyingine. Mzunguko unaendelea hivyo hivyo tu. Zote ni njama tu za Mgweno kuficha wananchi kwamba anaimiliki Zena. Yaani sio kampuni moja tu, kila kampuni kubwa ana ushawishi wa kimaamuzi. Kwa hiyo zote hizo ni hela za rushwa tu. Ndio, lakini hakuna ushahidi wa kuthibitisha kama ndio mmiliki.
Sehemu pekee ambapo amekosa umiliki na ushawishi ni kampuni tu ya Dawson peke yake. Na hii ni kutokana na msimamo wa aliyekuwa kiongozi wa kampuni, yani babu yake na Regina. Aliongea Dina, na sasa ni kama Hamza alikuwa akipata picha. Kwa hiyo anajaribu kuitumia familia Benjamin kwa ajili ya kuingiza ushawishi wake katika kampuni ya Dawson, si ndio? Ipo hivyo. Unajua mwanzoni walijua mambo yataenda sawa kama Regina atakubali kuolewa na James. Lakini mambo yamekuwa magumu. Regina karithi tabia zote tu za waanzilishi wa ile kampuni. Unamaanisha bibi yake na babu yake. Unachoongea kinaonekana kuwa sahihi. Mgweno anachotaka ni kuimiliki Tanzania katika kila nyanja. Yaani kuanzia mtandao wa kibiashara haramu, umesikia biashara halali na kisiasa. Hii itafanya hata familia yake kuwa ya kifalme. Na rais ni kama waziri, yani ni kama tu waziri, yani unaweza kumchukua kama waziri mkuu tu anayepokea maagizo kutoka kwao. Kama ndio anachowaza na jidanganya. Kuna mifano mingi ya kihistoria. Ni ngumu sana kuchimba msingi wa nchi na kutengeneza nyufa pasipo kuweza kushtua miliki wake. Pengine anaelewa, ila anaona ni heri kujaribu kuliko kufa bila kujaribu. Kwa hiyo baada ya kuona familia mzee Benjamin imekwama, njia pekee aliyoona ni kumuua Regina, maana urithi utaenda kwa mtoto wa pili, si ndio? Ndio. Lakini mipango yake inaonekana ni kukwama kutokana na uwepo wako. Yaani niseme tu umetibua mambo mengi sana. Najua hata kunipigia simu ni kutokana tu na kujua ukaribu wetu na anatengeneza mazingira tu ya kujihami. Lakini kwa wanaojua Mgweno, yani kuna kitu lazima anapanga. Kwa wanaomjua walijaribu hadi mbinu ya kutaka kumtengeneza ni mtu wao ambaye yupo karibu zaidi na Regina. Aliongea Dina na kumshangaza kidogo Hamza. Sasa Hamza akasema, unamaanisha wale wazee ambao Regina amewafurumusha? Unajua huo kwa mpango. Wale wazee walikuwa kifahamika tokea kipindi kirefu, wapo kinyume na uongozi wa Regina. Kwa ni nani sasa ambaye alikuwa kimlenga? Mchepuko wako aliyeniingiza kwenye matatizo. Aliongea Dina huku sasa akionyesha ule serious. Hamza akauliza, nani Eliza? Dina alitingisha mabega, lakini kabla Hamza hajauliza swali lingine, mlango wa kuingilia uligongwa kwa nguvu na Lawrence alionekana akiingia kwa pupa. Sasa Lawrence akauliza kwamba vipi, kuna nini? Lawrence akasema, nimeletewa taarifa muda huu na vijana. Mheshimiwa Jongo amefariki dunia kwa ajali ya gari na jeshi la polisi limeshikilia familia mzee Seif kama ni washukiwa namba 1. Aliongea Lawrence na habari ile ilimtoa macho Dina. Dina akasema, ni unamaanisha mgombea wa kiti cha urais kupitia chama tawala Jongo amefariki tena kwa ajali? Kwa nini familia mzee Seif ihusishwe? Yani kwa nini yani? Kama ni ajali, kwa nini familia Seif ndio ihusishwe? Inawezekana sio ajali ya kawaida. Yani unajua bro, kwa maelezo niliyopatiwa, gari ambayo alikuwa amepanda imelipuka na ndani yake sasa alikuwa ameambatana na mzee Martin. Aliongea Lawrence na alivyoongea ni kama alijua taarifa ile itamshtua bosi wake. Na ilikuwa kweli, kwani Dina alijikuta akisimama akiwa kama haamini. Mzee Seif na mzee Martin, mbona kama ushawahi kunitajia watu? Ndio bro, hao ndio washirika wetu wakubwa, japo mara nyingi inaaminika mzee Seif ana uadui wa kisiasa na mzee Martin. Kwa nini inaaminika hivyo? Kwa sababu wote ni wanasiasa wa vyama tofauti. Mzee Seif ni kutokea chama cha upinzani na Martin ni kutokea chama tawala, na wamekuwa wakipishana kama wabunge katika jimbo moja kwa zamu. Sasa uchaguzi huu akishika mzee Martin, basi mwaka mwingine anashika mzee Seif. Awamu hii inayoisha mzee Seif anamaliza muda wake, lakini sasa uelekeo wa kura upo upande wa mzee Martin. Siasa zao mara nyingi ni za kurushiana maneno tu. Kwa hiyo jeshi limemkamata mzee Seif kwa kuamini kwamba ametegesha bomu katika gari la mzee Martin ili ashinde uchaguzi, si ndio? Kama ni hivyo, mgombea urais wa chama tawala kwa nini sasa amekufa pamoja na Martin? Aliuliza Hamza, lakini ni kama alikuwa akiipata picha. Dina akasema, lazima kuna kitu Mgweno anajaribu kufanya. Hii zote tu ni hila za kutaka kubomoa mtandao wa Chato. Lakini madam, Mheshimiwa Jongo ni mgombea ambaye amepata support kubwa kutoka kwa Mheshimiwa Mgweno. Kwa nini afanye hila ya kumuua mgombea ili hali zimebakia wiki chache tu kabla wananchi kupiga kura? Na kesho kutwa pia ndio ilitarajiwa mkutano wa mwisho wa chama tawala kufanyika ili kufunga kampeni. Kuna picha inanijia akilini. Aliongea Hamza, lakini upande wa Dina alionekana kuwa katika majonzi ya kumpoteza mzee Martin. Alikuwa ni moja ya muhimili wa mtandao wake. Lawrence, polisi wanamshikilia kituo gani mzee Seif? Nasikia hujamkamata, bali
wamezingira tu nyumba yake huko Gamboni Mbutu B kule. Yaani jamani. Yaani baada ya dakika kadhaa tu mlipuko kutokea na kuua watu tayari washafikia maamuzi ya mzee Sefu ndio mhusika. Mbona ingia akilini? Ni lazima ni njama ya kutaka tu sisi tuende tukamsaidie. Tena na hakika hata hao wanaoitwa polisi ni feki. Kwa hiyo madam, tunapaswa kufanya nini sasa? Hapa kama ninachofikiria ni sahihi, lazima hili linahusiana na kikao nilichofanya na mheshimiwa Mgweno siku kadhaa zilizopita. Mtandao wetu wote unajua ni kwa namna gani mzee Sefu alikuwa mwaminifu. Sasa nisipoingilia na kulifanyia hili maamuzi, unadhani nitaonekanaje? Lawrence, kusanya vijana wote ambao hawako mbali, tutaenda kuangalia kinachoendelea. Lakini madam, ulitoa maelekezo ya vijana karibia wote wakae chimbo, waliopo karibu na mjini hawazidi hata 50. Haina haja, aliongea Hamza huku akisimama. Watu 50 ni wengi sana, na hili inaweza kuwa ni mtego. Hebu ita wale 10 kutoka jumba la mazoezi waje hapa, wanatosha sana. Bro, unataka na wewe? Hamza, naona nataka kwenda. Nataka nikajionee kinachoendelea. Kama kweli huu mpango kaupanga Mgweno, basi atakuwa katumia akili. Unadhani kwa katiba yao ya chama nini kinafuata mara baada ya mgombea mkuu wa chama kufariki ghafla? Aliuliza Hamza. Dina akasema sijui kuhusu katiba yao inachosema, ila na uhakika mgombea mwenza ndio atachukua nafasi. Kwani unauliza? Unajua nawaza kuna mchezo unaochezwa hapa na kuna nguvu mbili kubwa za kisiasa. Nataka kujionea mwenyewe, aliongea Hamza, na Dina alitingisha kichwa kwa sababu Hamza alitaka kwenda, hakuona haja ya kumzuia. Afistoshe ilimpelekea kujiamini zaidi kudili na hali kama hiyo. Sasa upande wa Dina alijua lazima kuna mchezo unaofanywa, na kama mzee Sefu atakubali kuhusika moja kwa moja, itaaminika mtandao wake ndio umekamilisha swala hilo, jambo ambalo hakutaka litokee. Sasa nyumba ya mzee Sefu ilikuwa Kigamboni Mbutu B, na gari mbili ziliendeshwa kuelekea huko, ya mbele akiwemo Hamza na Dina, na ya nyuma ilikuwa ni Noah tu ambaye alikuwa amebeba Lawrence na kundi lake. Sasa kitendo cha kufika eneo la tukio, waliweza kuona watu waliozingira nyumba mzee Sefu, jambo ambalo liliwashangaza. Hakukuwa na uwepo wa polisi hata mmoja, yani ni kama Hamza alivyotarajia. Sasa Dina akauliza, mbona sio polisi kama taarifa ilivyosema? Hamza alichunguza eneo lote, hasa wale watu walioshikilia silaha, na alijikuta akikunja sura mara baada ya kuona wazungu wawili ndani ya eneo lile, wakiwa ni sehemu ya watu waliozunguka nyumba hiyo. Ni kama nilivyotarajia, kuna kinachoendelea hapa. Lakini kama kweli walikuwa wakimshuku mzee Sefu kulipua gari ya mheshimiwa Jongwe, siku nini wajeje polisi? Tutapata majibu yote mara baada ya kuongea nao, aliongea Hamza huku sasa akitangulia kutoka nje ya gari. Sasa wale watu kama walinzi walioshikilia silaha wakiwa wamezingira nyumba hiyo, waliongeza umakini kwa Dina na kundi lake. Sasa sauti ya mwanamume ilisikika ikisema ya kwamba kama tabia yako siku zote, Dina mrembo wa kujiamini, naona umekuja na watu wachache mno tofauti na nilivyotegemea. Sauti ilisikika kwa sababu ilikuwa kuna giza, hawakumuona vizuri, na mara baada sasa kusogelea taa za mwanga wa gari ndio Dina aliweza kumuona. Pancho, unafanya nini hapa? Aliongea Dina, na muda huo ni kama sasa alishaanza kupata picha ya kile kinachoendelea. Mimi nimekuja kusalimia tu kwa mara nyingine, mara baada ya kukataa pendekezo ya dili nono, aliongea. Na muda ule sasa alitoa ishara, na baada ya kupita dakika moja tu wanaume 4 walitoka katika nyumba hiyo, na mojawapo ya wanaume wale alikuwa ni mzee Sefu, aliyeshikiliwa na wanaume 2 weusi waliojazia mwili. Mtu wa mwisho kutoka alikuwa ni mzungu, yani mzungu Mjapani, yani ni mtu aliyechanganya rangi ya Mjapani na mzungu. Kichomfanya Dina kuanza kupandwa na hasira, alijua mpango wote huu ulisukwa na Pancho. Pancho alikuwa ni mmoja wa wasimamizi wa mtandao wao upande wa Kongo, na siku kadhaa nyuma Dina alipokea dili kupitia kwa Pancho kutoka kwa wa Canada ambao walitaka kuingiza silaha za kivita Kongo kupitia bandari ya Mtwara. Sasa dili hili liliungwa mkono na mheshimiwa Mgweno, lakini Dina aliona halikuwa na maslahi, na kama angelikubali ni kama kujipiga risasi mguuni. Ikizingatiwa silaha hizo zilipaswa kufikishwa kwa kundi lingine la waasi ndani ya Kongo, tofauti na lile ambalo wanashirikiana nalo kwa muda mrefu. Dina akauliza kwamba mzee Sefu, nini kimetokea? Kwa nini taarifa nilizopokea ni wewe kuhusika na kumuua mzee Martin pamoja na mheshimiwa Jongwe? Aliuliza Dina akimpotezea Pancho.
Asa mzee Sefu akasema hawa ndio wahusika. Wameiteka familia yangu na wanataka nikiri kuhusika kwa kushirikiana na wewe kumuua Jongwe, au turejee mezani na kuanza mazungumzo ya kuingiza silaha Tanzania kwenda Kongo. Aliongea mzee Sefu aliyekuwa na hali ya hofu maskini na kumfanya Pancho kutoa tabasamu. Dina akasema, Pancho, unajaribu kufanya nini? Nani yupo nyuma yako? Pancho akasema, Dina, hakuna ambaye yupo nyuma yangu. Aliongea Pancho kwa kejeli. Dina akasema, kwa kumuua mgombea wa rais kupitia chama tawala, unasema hakuna ambaye yupo nyuma yako? Aliongea Dina kwa hasira na kumfanya Pancho kutoa tabasamu la kifedhore. Pancho akasema, nitaka hili swala angalau ulichukulia kwa uzito wake. Ushahidi wa wewe kuhusika katika shambulizi la kulipua bomu gari ya mgombea wa urais kupitia chama tawala upo. Unaweza ukawa wa kutengeneza, lakini jeshi la polisi lipo tayari kuuamini, na kama likitoka uraiani, kitengo cha 9 kitakufanya mbuzi wa kafara. Lakini kokote ni kujisumbua tu. Kama upo tayari kuchagua chaguo zuri kati ya matatu aliyoongea mzee Sefu, basi itakuwa freshi. Sasa Hamza muda huo alikuwa akiangalia mazingira yalivyo, na watu wote waliokuwa hapo walikuwa na silaha za bunduki. Na haraka kwa sheria ya Tanzania ilikuwa ni ngumu kwa watu hao kumiliki hizo silaha, labda iwe tu kuna mtu ndani ya serikali ambaye alikuwa akihusika. Afistoshe, safari yao kutoka Kijichi mpaka kufika hapo, kama kweli jeshi la polisi lilikuwa ni serious kukamata watu hao waliosababisha, yani ambao wamemsababishia ajali mgombea wa kiti cha urais, basi wangekuwa wameshafika, labda tu iwe kuna maagizo ambayo yamewafanya kuchelewa. Hizo silaha ambazo mnataka kuingiza Tanzania, mnazitoa wapi? Aliongea Hamza. Pancho akasema, asante kwa kuuliza bwana mdogo. Kidogo tu nimesahau kumtambulisha bosi wetu hapa. Huyu ni Boss Keita na ndio msingi wa haya mazungumzo. Kuhusu wapi silaha zinatoka ni juu yake. Aliongea Pancho kwa kujigamba. Asadina akasema, Pancho, kama nilivyosema, mtandao wetu haudili na masuala ya silaha bila utaratibu maalum. Kama unataka dili hili lipite, basi lisimamie wewe mwenyewe na hela zako na sio za mtandao wa chatu. Aliongea Dina, na yule bwana sasa mwenye asili ya Kizungu na Kijapani alimpa ishara Pancho ya kuongea yeye. Sasa akasema ya kwamba Miss Dina, kama alivyoongea Pancho, tunaweza kulimaliza hili swala kimya tu na kusiwe na athari zozote kwa kila upande. Lawrence akasema, yani unamaanisha unaweza kuzima kesi ya kulipua gari ya mgombea wa rais pamoja na Martin? Akasema itategemea na maamuzi ya Miss Dina. Hamza akasema, kwa nini nahisi hata walio mpendekeza Jongwe kupeperusha bendera ya chama ni kama wanashangilia kifo chake? Aliongea Hamza, huku sasa wakati huo Dina akiwa ametulia. Dina akauliza, kwa hiyo tunafanyaje? Aliuliza hapo akimtegemea Hamza. Afistoshe ndiye aliyesema wasije na watu wengi. Hamza akasema, wana silaha, na hata kama tukishambuliana bila silaha hatuwezi kushinda bila kushtua raia. Hawa watu wana mafunzo ya mapigano. Aliongea Hamza na kumfanya sasa Dina kuwa na wasiwasi. Hamza akasema, usiliwazie sana hili. Mimi naweza kulimaliza kwa amani tu, na kisha utadili na hao kujua nini kinaendelea kuhusu mgombea wa rais kulipuliwa. Aliongea Hamza, na japo Dina alikuwa na wasiwasi, aliamua kumwamini Hamza. Hamza akasema, bwana Keita, kwa ninavyojua huwezi kudili na silaha pasipo kuwakilisha shirika la giza unalotokea. Aliongea Hamza akitaka kujua Black Association ambayo Keita anatokea. Akajibu ya kwamba ni Django Army Merchant ndio ninatokea. Aliongea bila hata kusita. Hamza akasema, kumbe ni Django. Hebu subiri kwanza nipige simu. Nikimaliza utaamua cha kufanya. Hamza alivyoongea hivyo akaulizwa mpigie nani? Hamza akasema, utajua nikimaliza. Asa Pancho akasema, Mr. Keita, haina haja ya kupoteza muda na hawa watu. Swala ni moja tu, wachague chaguzi moja kati ya 3 tumalizane bwana. Aliongea Pancho akionekana kukosa uvumilivu. Asa Keita akasema, kimya, sitaki unifundishe namna kufanya biashara. Aliongea Keita kwa Kiingereza na kumfanya Pancho kukaa kimya. Isitoshe, alikuwa akijua Django Army Merchant walikuwa wafanyabiashara wakubwa ndani ya black market kwa kuuza silaha za kila namna. Sasa muda huo Hamza alikuwa ashapiga simu tayari bila ya kuwa na wasiwasi kabisa. Sasa simu ikipokelewa, kipi watakachofanya? Reji angemjua Hamza ni nani, haki ya nani hii ndo angeitaka kwa udi na uvumba.
Ila sasa kwa sababu kana nyodo aka katoto kanataka kumpoteza Hamza hivi. Ngoja wanaomjua Hamza wampaparikie bwana. Hata kuzaa hapo tayari kumzalia Hamza. Hii inatuletea maana ya kwamba kuna wakati wewe mtu unayemchukulia simple, huko nje wanafikiria watampataje. Sasa ndicho kinachotokea kwa Reggie na Hamza. Dina anamtamani sana Reggie, yani anatamani sana nafasi alionayo Reggie kwa Hamza. Lakini Reggie ndio hivyo, hakataki katoto kana nyodo aka. Lakini watu wengine wanatamani sana Hamza awe mume wao, yani watoto wa kike sasa. Sasa baada ya Hamza kupiga simu, kipi kitakachofuata hapo? Hii kesi itaisha vipi? Msikilizaji, tunaishia hapa kwa siku ya leo. Tutaendelea na sehemu ya 18 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu siku ya kesho. Na usahau ku like, comment, subscribe. Na kuomba sana kwa kwa ambaye bado hujasubscribe uweze kusubscribe ili mimi huku basi nipate nguvu ya kuzidi kusonga mbele zaidi. Okay? Yes. Kwa hiyo sehemu ya 18 tutakutana siku ya kesho. Langu jina Lucas Lumbas, mwandaji ni Sasengano. Bye bye.